mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kila mazuri basi huzidi kuwa mazuri na kila mabaya huzidi kuwa mabaya, mwezi ambao kwamba umekuja kwa ajili ya kutuunganisha. Leo nitazungumza Ramadhan wa sirru taqwiyatil alaqat. Mwezi wa Ramadhani na siri ya kuunganisha watu. Tuiche khutba yetu, Ramadhani ni mwezi wa kutuunganisha, ni mwezi wa kutufanya sisi tuwe pamoja. Katika manufaa makubwa ya mwezi wa Ramadhan, annahu yuidu tartiba awlawiyatina, unaregesha kupanga yale mambo yaliokuwa muhimu zaidi. Priorities zetu ni gani? Unajaribu kutupangia kitu gani ambacho kwamba ni muhimu zaidi kuliko chengine. ويعلمنا كيف نبني علاقاتنا على الحب والتراحم والعفو والإحسان. na watufundisha mwezi huu vipi tutajenga uhusiano wetu baina yetu kwa mapenzi, kuhurumiana, kusameheana na kufanyiana mema. Tumsikilize bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi katika hadithi iliyopokewa na Bukhari Muslim. وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه أجود الناس, ilikuwa ni mkarimu zaidi. وكان أجود ما يكون في رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. mtume alikuwa ni mtu mwenye kutoa sana, ni mtu mwenye kusaidia sana, ni mtu mwenye kujitolea, na hakuwa akifanya hayo zaidi kama anavyofanya katika Ramadhan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli layla min Ramadhan. Jibril alikuwa akikutana na bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fayudarisuhu alquran fala rasulullah ajwadu birrihi min ajwadu bil khairi min rihi al mursala. na mtume sallallahu rabbi wasalamu alayhi alikuwa ni karimu zaidi kushinda upepo. Yani vile upepo unavyotembea, vile upepo unavozunguka, basi vile ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Tuangalie katika nukta zilokuja katika hii hadithi. Kwanza ni kukutana na Jibril. Kila siku alikuwa bwana mtume akikutana na Jibril. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kucheza carom, kwa sababu ya kucheza PlayStation, kwa sababu ya kucheza karata. Alikuwa akikutana na Sayyidina Jibril. Ar-Rasul akikutana na Jibril kwa ajili ya kusoma Qur'an. Walikuwa wakisoma fayudarisuhu al-Qur'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jiulize wewe usiku wako utumia vipi? Ikiwa waja kwenye tarawehe, basi fahani lak. Lakini ikiwa usiku wako utumia kwa mambo mengine yasiokuwa muhimu kama haya, basi ole wako. Mtume sallallahu rabbi wasalamu alayhi ametufundisha namna kutumia usiku wa Ramadhani. Usiku wa Ramadhani si usiku wa kwenda makadara. Usiku wa Ramadhani si usiku wa kuchati mambo ya kipuzi, wala kuangalia movie, wala kuangalia musalsalat, vipindi aina mbalimbali au series. Ujue hiyo siri ambayo kwamba unayoiangalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua siri iliyoko ndani ya moyo wako. Waangalia zile vitu ambavyo kwamba hazimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, linaud ila Allah, turudi kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Idha aradna an nuqawi alaqatana bi ahlina, tukiwa tunataka kukuza uhusiano wetu na familia zetu wa ashabina na marafiki zetu, fa awwalu ma yajibu alaina huwa taqwiyatu alalaqati ma Allah. Jambo la kwanza kabla hujatengeleza relation yako wala hujatafuta ukufollow watu wengine katika mitandao, mwanzo mfollow Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima ukuze uhusiano wako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Faman salahat alaqatuhu billah salahat alaqatuhu bil khalq. Yule ambaye kwamba atakayekuwa na uhusiano mzuri na Mola wake, huyo ndiye ambaye atakayekuwa na uhusiano mzuri na Mola wake. Mwenye kutengeneza uhusiano wake na Mola wake, huyo ndio atakayekuwa na uhusiano mzuri na jirani yake, na mke wake, na marafiki zake, na watu wake, na babake, na mamake. Mwanzo tengeneza alaka yako na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 103 ya sura Al-Imran atuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kuweni kitu kimoja,
musifarikiane. Faman tamassaka bihablillah, angalia Mwenyezi Mungu atuambia mwanzo, shikamanani kwa kamba ya Mwenyezi Mungu. Yote ambaye kwamba atakayekushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu, wa hafadha ala salatihi, na akaichunga sala yake, akawa aswali kwa wakati. Yasikitisha kuwa kuna watu tayari washatukimbia katika sala ya tarawih. Siku ngapi leo? Tarehe ngapi leo? Tarehe 6, tarehe 7 watu washatukimbia. Hata 10 la kwanza halijamalizika, msikiti ushaanza kupungua, ashachoka. Leo tarehe 6 Ramadhani, tarehe 7 mwezi wa Machi, haijafika hata nusu. Tumemaliza tu siku 6, lakini siku na tushakimbia msikitini. Angalia vile udhaifu tulikuwa nayo. Asbaha tahammulan wa sabran fi muwajahati mushkilati alaqat. Ukiweza kutunga sala zako, ukatunga saumu yako iwe saumu ya sahihi, saumu ambayo kwamba haina matushi, haina matukano, haina kuangalia yasofaa kuangaliwa, haina kusengenya, haina kutia fitna, basi hiyo ndio saumu ambayo kwamba anaipenda Mwenyezi Mungu na Mtume. Taqwiyatul alaqati ma'al ahli fi Ramadhan, fursa moja muhimu sana katika mwezi wa Ramadhan. Tukuze uhusiano wetu na familia zetu katika mwezi wa Ramadhan. Inna Ramadhana yu'tina fursatan dhahabiyya li taqwiyatil alaqa ma'a zawja wal abna wal aqarib. Ramadhani ndio nafasi, ndio chance ya kutengeneza uhusiano wetu sisi na wake zetu na familia zetu. Hii ni nafasi nzuri sana. Alaka yako na babako na mamako iko kiasi gani? Iko vipi? Ikiwa unaye babako na unaye mamako katika mji huu mmoja na huende kufuturu na yeye, basi wapoteza fursa ya umri wako, kwa sababu hujui utapata tena fursa kama hii. Ikiwa wewe uko hapa waishi pamoja na familia yako, basi ni muhimu na ni uzuri sana mujumuike katika kufuturu pamoja, katika kuhudhuria katika tarawih pamoja, katika kusoma Qur'an. Ramadhani fursa la tuawadh, ni chance ambayo kwamba haina mfano wake. Wenyewe wanasema ni golden chance, ni chance ya dhahabu kabisa. Innal usar allati tajtamiu ala maidati iftarin yawmiyan fi Ramadhan tazdadu nisbatu tarabutu bainaha bimiqdari 70% muqarranatan bil usar allati tatafarraqu fi wajabatiha. Wale family ambao kwamba wanaokula pamoja wakati wa kufuturu, research zasema kuwa takriban 70% ya uhusiano wao unaboreka. Jiulize wewe nyumbani kwako paka leo, hata Ramadhani unakula peke yako, huli pamoja na familia yako. Hii ni hasara kubwa. Ramadhani imekuja kutuweka karibu, Ramadhani imekuja kutufanya sisi tuzidi kuwa pamoja. Hii ndio siri katika siri za Ramadhani. Uko wapi ukarimu wetu? Lazima tuwe makarimu, lazima tusaidiane, lazima tupeane kwa kadri unavyoweza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kule kutoa ni sababu ya kupendana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alayhi katika hadithi yake iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad asema tahadu tahabu, pianeni tunu. Msione kupeana gift ni mafundisho ya Kiingereza au ya Kizungu au ya kisasa, bali ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alayhi. Hapa napenda ndugu zangu na wazee wangu, kuna bwana mmoja alikuwa analilia kuharibika kwa uhusiano wake pamoja na mke wake. Akatukua nasiha kutoka kwa mmoja katika mashekhe, akawa kila siku katika Ramadhan akimpatia zawadi mke wake, akawa kila siku anampatia zawadi mke wake, japokuwa zawadi yenyewe hata kama ni ubaye watende au ni sambusa au ni kitu kichache, lakini alikuwa akitoa zawadi akimpatia mkewe, kusudi isipite siku bila ya kumpa zawadi mke wake. Mwisho ikawa akiwa hana zawadi, basi pale wakati wa kufuturu akimpatia ubaye watende mke wake. Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu za kufunga. Ikapita wiki mzima akifanya hivyo, kila siku akimpatia zawadi mke wake, ikawa ile alaka yake ni alaka mzuri. Akashangaa kuwa huyu ndiye ule mke wangu nilikuwa naye kabla Ramadhani, ama huyu ni mwingine, kwa sababu tu ya kitu kidogo, kitu kichache, lakini alikuwa akijilazimisha kumpatia mke wake zawadi. Hii ni jambo ambalo kwamba lazidisha mahaba kwa uthibitisho wa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alayhi.
Enyi ndugu zangu katika iman, la taj'alu Ramadhan faqat lisiyami walqiyam, musijalie Ramadhani kuwa ni mwezi tu wa kufunga na kusimama usiku, bal ij'aluha fursatan liislahi alaqat, bali jalia kwa Ramadhani ni nafasi ya kutengeneza upya uhusiano baina yetu na kuwasiliana, wa idkhalu sururi ala alqulub, na kutiana furaha katika nyoyo. Wingi katika sisi tumezoea, zamani ilikuwa majumba yetu haikosekani podini. Yale yafanywa kwa sababu gani? Kutia mahaba. Mke naye ajipendekeza kwa nani? Kwa mumewe. Na wewe pia ujue una wajibu, ukitoka urudi na ice cream nyumbani. Hili ni jambo ambalo kwamba latengeneza uhusiano. Usichoke kutoa, hata kama kile unachokitoa kumpatia mke wako ni kichache. Si lazima uwe tajiri ndio utoe. Ameghafilika sana yule anayedhania kwa kutoa ni lazima uwe tajiri. Kutoa si lazima uwe tajiri. Kutoa yataka moyo, hata kama ni maskini pia vile vile kuwa akitoa. Ndugu zangu na wazee wangu, napenda nimalizie khutba yangu kwa kuwa sisi ni lazima tubadilikeni, lazima tuangalie namna gani ambayo kwamba itatufanya sisi Ramadhani yetu isiwe kama Ramadhani mwaka jana. Wingi katika sisi ikishakufika tarehe hizi, Ramadhani ishapita siku 2-3, tutapunguza kasi yetu. Kuna watu wakwambia mimi Ramadhani bana siwezi tena kusoma Qur'ani kwa sababu nimeshakusali tarawih. Ndio, tarawih ni kitu kizuri, lakini na Qur'ani pia ni kitu muhimu zaidi. Ramadhani imekuja kutufanya sisi tuweze kutambua umuhimu wa Qur'an. Qur'ani si kitabu cha baraka peke yake, wala Qur'ani, kuna watu wanaitukulia Qur'ani ni kitabu cha ruqya peke yake, kusomeana Qur'ani ukiwa na majini, ukiwa na pepo basi, lakini wao wenyewe hawasomi, wataka kwenda kusomewa na mwalimu. Imefika wakati kila mmoja sasa hivi ajizungua yeye mwenyewe, ajifanyie ruqya yeye mwenyewe. Wallahi ukijisomea wewe mwenyewe ni bora zaidi kushinda kwenda kumtafuta mtu mwingine akusomea. Hatukatazi kwa mtu afaa kwenda kusomewa, lakini kwa nini wewe usisome Qur'an? Wala hakuna aibu ya kuwa wewe hujui Qur'an utajifundisha Qur'an. Kwani sisi tumekataa kuwasomesha? Kwani sisi tumefunga milango ya kusomesha? Nafasi iko kwa yote ambaye kwamba haipati Qur'an, aje tutamsomesha Qur'an. Kwa nini tujiweka nyuma? Kweli unapoletewa message yako au ulipoletewa barua yako mzuri kutoka kwa mpenzi wako, message imetoka kwa nani? Kwa mpenzi wako. Kweli message ile utachukua mtu mwingine akusomee au utaisoma mwenyewe ili uweze kuhisi na kufeel zile mapenzi baina yako na yule ambaye kwamba aliyokutumia ile barua? Je, ni haki ujumbe huu tulioletewa na message hii na barua hii iliyotoka kwa Mola wetu, hata kuisoma hatutaki kuisoma? Tutakwenda kumjibu nini Mola wetu subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu na wazee wangu, imefika wakati sasa hivi turudi kwenye Qur'an, tuisome Qur'an. Masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama nilivyotangulia kueleza, kutoka mwezi wa Shaaban walikuwa wameshikamana na Qur'an, mpaka wengine wakiita Shaaban shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Ili kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujitayarisha kuingia katika mwezi wa Ramadhan. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, nilipokuwa nasoma, tulikuwa na hizbu katika mji wetu Lamu. Kuna hizbu ya kabla salatul fajr, watu wasoma Qur'an. Tena si mtu mmoja, wala si watu wawili, wala si watu watatu, wala si watu 10. Wanasoma Qur'an kabla salatul fajr, wakimaliza kuvula daku wanasoma Qur'an mpaka wanapoadhiniwa mwadhini wa alfajiri. Ikimaliza kabla salatu dhuhri, wengine wakianza kuanzia saa 4 wanasoma Qur'an, wale ambao kwamba labda kazi zao za ruhusu. Wengine kabla salatu dhuhri wanasoma Qur'an, baada salatu dhuhri wasoma Qur'an, baada salatul asri waisoma Qur'an. Iko wapi sisi hamu na Qur'an? Tumeitupa Qur'an. Waqala rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mtume asema, ewe Mola wangu, hawa watu wangu wameigura Qur'an, hawataki tena kuisoma Qur'an. Tutakwenda kujibu nini kwa Mola wetu? Ujumbe tuloletewa sisi, lakini tumeukataa. Mwenyezi Mungu atujalie turudi katika Qur'an, tupatilize wakati huu wa Ramadhan, tusijishughulishe na mambo ambayo kwamba hayafungamani na Qur'ani, hayafungamani na Ramadhani. Ramadhani haikuja sisi kutufundisha sisi tuteze keram. Ramadhani haikuja kutufundisha sisi tuteze PlayStation. Ramadhani haikuja kutuwekea sisi series na misalsalati ambayo kwamba yapotosha jamii. Msione wale wanaotunga zile misalsalati watunga bila malengo, wana malengo yao ya kupotosha maadili katika jamii zetu. Vipi maadili yetu ikiwa tutayapotosha katika mwezi ambao kwamba ndio wa kutengeneza maadili? Bila shaka ndugu zangu na wazee wangu, tutaka tutanabahi. Jambo lingine ambalo kwamba lanisikitisha sana kila nikiangalia katika
mitandao na habari za nchi yetu ni kuwa corruption zimepita kiasi, mambo yamezidi kuharibika na watu wafanya kama kwamba hawayaoni. Hili la kusikitisha sana ukisikia kuwa pesa zinazofujwa kila siku katika serikali yetu. Leo wangapi ambao kwamba wanaolipa bima ya SHA, lakini wangapi wanaopata huduma ya bima kama hiyo? Leo ni wangapi ambao kwamba wamekosa huduma katika hospitalini, lakini ukisikia zile pesa ambazo kwamba watu wanazozipiga wala hawaogopi chochote. Wengine pesa za maendeleo ambao kwamba wameletewa wafanye maendeleo hawazitumii, huku watu hawana kazi. Vijana wangapi hawana kazi, wanazurura. Leo Amerika ameondosha misaada yake USAID, maelfu ya Wakenya wamekosa kazi. Kwa nini sisi tutegemee nchi nyingine? Kwani sisi si nchi? Kama si nchi basi tuseme hatuna uhuru sisi mpaka tusaidiwe na watu wengine. Hili ni jambo la kusikitisha sana. Katika jambo lingine la kimataifa ambalo kwamba la huzunisha sana ni kuwaona baadhi ya Waislamu nchi za Kiarabu zimekaa chini kumsapoti Mwisraeli, ati wataka wa Palestina wapokonye silaha. Vipi watawapokonya wa Palestina silaha na kwa ajili ya zile silaha wale nazo ndio wameweza kubakia pale walipo? Lao si ile silaha, wale mateka ndani ya majela ya Israeli wangetoka? Bila shaka wasingetoka. Lao si silaha zao ambazo kwamba wanaojitetea kuikomboa ardhi yao, leo kungekuwa na Gaza. Itoshe kuwa wao malengo yao ni kuwatoa kabisa wa Palestina katika ardhi ya Palestina. Ikiwa rais wa nchi kubwa ya dunia asema nataka kuitukua mimi Gaza iwe ni nchi yangu, kweli nani atakubali? Leo sisi hapa Mombasa tuombe watu watuombe sisi tutakuja tuitukue sisi ni Mombasa, nyinyi tuwapeleke sehemu nyingine, mtakubali? Vipi ardhi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aloibariki? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Leo kisha watu wakae nchi za Kiislamu badala zizungumze kuwa lazima wa Palestina warudishiwe ardhi zao, wazungumza kuwa lazima wa Palestina wapokonye silaha zao. Kisha watatetewa na nani? Ikiwa nyinyi hamkuweza kuwatetea ndugu zenu mpaka pale walipofika, mwatarajia nani atawatetea? Kwani hamkuona wa Palestina wangapi ambao kwamba wamerepiwa? Kwani hamkuona wa Palestina wangapi ambao kwamba wanafanywa maovu usiku na mchana? Watoto wadogo wanauliwa. Kweli wale watoto wadogo wameshika silaha? Bila shaka hawakushika silaha, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulimwengu unavyokwenda dhalimu, au wenyewe wanasema mnyonge msonge. Madamu wewe ni mnyonge basi utasongwa. Na wale ndugu zetu wa Palestina, lao si kusimama kwao kibete na kupigania ardhi yao, zamani wangekuwa washafurushwa. Mwenyezi Mungu inshallah awape nusra, Mwenyezi Mungu awape ushindi. Mwenyezi Mungu ajalie ndugu zetu wa Palestina katika mwezi huu wa Ramadhan iwe ndio mwezi wa faraja kwa wao, na sisi ajalie ule ufisadi ambao kwamba kila siku tena ajabu ufisadi kwetu wagunduliwa na watu hao walioko katika maserikali, lakini ajabu viongozi wetu, mtu uko tayari kutoa statement kwa hayo waliozungumza ufisadi si kweli. Nani ambao kwamba haamini kwa kuna ufisadi unaendelea? Leo imekuwa hakuna tena upinzani wala hakuna chama tawala, watu wote upiga mafungu wakigawanya. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kumaanisha kuwa sisi twenda bila mwelekeo, hatuna wa kututetea, hakuna hata wa kuzungumza, huku watoto wetu hawana makazi. Wangapi wamemaliza university wamepata kazi? Wazurura. Mimi na CV kadha wa kadha, watu waomba kazi, watu watamani hata kusafisha magari na ilhali kuwa wana madigrii yao. Mwenyezi Mungu inshallah atutengeneze hali zetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata. Mwenyezi Mungu atakabalie Ramadhani yetu. Mwenyezi Mungu atujalie turudi misikitini katika madarasa, turudi misikitini katika tarawih, turudi misikitini katika kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.